Dodoma fahari yetu, Dodoma chaguo letu, Dodoma yetu ile yetu wenyewe wa Tanzania. Kadiri jiji la Dodoma linavyoendelea kukua kwa kasi kufuatia kwa makao makuu ya nchi, mahitaji ya makazi bora na ya kisasa yanaongezeka siku hadi siku. Serikali kupitia shirika la nyumba la taifa NHC linaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya makazi ili kuwapatia wananchi nyumba za kisasa, salama na zenye gharama nafuu. Leo tunakuletea mwendelezo wa makala maalum inaofungua milango ya fursa za ununuzi na upangishaji wa nyumba katika eneo la Iyumbu, eneo linalochipukia kwa kasi na kwa kitovu kipya cha makazi ya kisasa jijini Dodoma, likiambatana na ukuaji wa mji mkuu na ndoto za Watanzania wengi za kuishi katika mazingira bora, salama na yenye hadhi. Najulikana kwa majina Abu Ahmad Mwangu, ni afisa mauzo na masoko kutoka shirika la nyumba la taifa, na kwa sasa niko kituo cha mkoa wa Dodoma. Hapa tulipo ni eneo la Iyumbu ambapo tuna mradi wa phase 1, lakini tunamalizia awamu ya phase 1 ya nyumba 68. Nyumba hizi zina ukubwa wa square mita 91, zina vyumba vitatu vya kulala ambavyo chumba kimoja ni master na kuna sebule, kuna sitting room, kuna kitchen, kuna public toilet. Ukubwa wa viwanja unatofautiana, ni kati ya square mita 450 mpaka square mita 600. Na nyumba hizi tayari tumeshaanza kuziuza na tuko mwishoni kuendelea kuziuza, zimebaki nyumba chache. Kwa hivyo wateja tunawaomba mpate fursa za kuja kumalizia nyumba hizi, msikose fursa hii waacha. Mradi wa makazi Iyumbu unalenga kupunguza changamoto ya makazi huku ukiendana na kasi ya ukuaji wa mji wa Dodoma. Kwa mujibu wa NHC, mradi huu umezingatia mahitaji halisi ya wananchi kwa kujenga nyumba zinazokidhi viwango vya kisasa vya makazi. Kwa majina naitwa Gibson Hosea Mwegomole, ni meneja wa shirika la nyumba la taifa mkoa wa Dodoma, ambalo kazi zetu sisi tunajishughulisha na kujenga nyumba na majengo, kupangisha nyumba na kuuza. Nyumba hizi ni za makazi na biashara, lakini pia tunapanga miji kwa maana kama ni planners, alafu ni washauri consultants, lakini pia tunafanya kazi za kusimamia miliki, yani real estate management. Kwa upande wa kujenga nyumba na majengo, tumeshajenga nyumba miaka ya nyuma, ambazo kuna nyumba za makazi eneo la Medeli, tulikuja na phase ya kwanza, awamu ya pili, na sasa hivi tuko kwenye awamu ya 3 ambayo ndio tunaendelea nayo. Lakini pia siku za nyuma pia tulishawahi kujenga nyumba, tulikuwa tunaita Iyumbu, nyumba 300, ambayo tulijenga phase ya kwanza ilikuwa na nyumba 232, na sasa hivi tumemalizia katika hiyo nyumba 300 tumemalizia nyumba 68. Lakini pia kuna mradi tena unaendelea pale Iyumbu, tunaita Iyumbu Urban Apartment, unaendelea, ni nyumba 100. Lakini pia tunajenga Njedengwa. Hii ni kwenye miradi ya ndani. Lakini pia shirika katika ile ujenzi wa majengo, kumbuka sisi mtangazaji ni wakandarasi class 1, daraja la kwanza kabisa. Kwa hiyo huwa tunafanya ujenzi wa majengo ya kwetu ndani, miradi ya ndani, lakini pia nje tunajenga. Tushajenga baadhi ya taasisi tumezijengea. Tulijenga jengo la EWURA, tulijenga kichanjio incinerator ya wenzetu wa TMDA maeneo ya Nala. Lakini kwenye upande wa ushauri sasa hivi tunaendelea na ushauri ujenzi wa jengo la TCRA. Lakini kwa upande wa ujenzi, serikali kwanza tunashukuru serikali kwa awamu ya 6 ya Samia Suluhu Hassan mheshimiwa, ilituamini ikatupa kazi ya ujenzi wa majengo ya serikali ambayo tumeyajenga katika eneo la mji wa serikali Mtumba. Pale shirika liliaminiwa likapewa kazi kubwa sana ya ujenzi. Tumefanya ujenzi wa majengo 8, wizara 8 tofauti, lakini tulikuwa wasimamizi katika majengo ya wizara 2, na majengo yote haya yamekwisha kamilika na watumishi wa hizi wizara wameingia ndani na waendelea na shughuli zao. Kwa hiyo kwenye upande wa ujenzi mambo ya katika Dodoma inafanyika hivyo.
lakini upande wa real estate management tuna majengo yetu ambayo tumeyapangisha ya makazi na biashara. Kwa kazi ambazo zinafanyika kila siku ni pamoja na usimamizi wa majengo, kwa maana kwamba kufanya marekebisho pale matatizo yanapotokea ili ziendelee kuwa habitable, lakini pia kukusanya mapato kutokana na kodi ya nyumba hizo. Serikali kupitia Shirika la Nyumba la Taifa NHC linaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya makazi ili kuwapatia wananchi nyumba za kisasa, salama na zenye gharama nafuu. Nyumba hizi zimejengwa kwa kuzingatia ubora, usalama na mazingira rafiki kwa familia. Mahitaji ya makazi bora na ya kisasa yanaongezeka siku hadi siku. Awamu ya kwanza ilikuwa ni nyumba 300 na tulijenga nyumba 232, tukaja kumalizia nyumba hizi 68. Katika nyumba hizi 68 mpaka sasa tumebakiza nyumba takriban 30 ndio zipo sokoni. Hizi nyumba unaziona zote ni mpya kwa sababu hazikuwepo, na sisi wenyewe hapa lilikuwa pori tu. Kwa hivyo tulivyoanza kujenga hapa tayari na majirani walianza kuwekeza katika viwanja jirani hapa. Kwa hiyo tuna mchango kwanza wa kuhuisha miji, lakini pia wa kuongeza makazi na kuongeza kipato kwa watu kadha wa kadha. Soko ni kubwa sana na ndio maana tunatekeleza miradi mingine inakuja ya Samia Housing Scheme Iyumbu phase 2, na tuna mradi mwingine wa Samia Housing Scheme Njedengwa. Kutokana na fursa na soko lililopo ndio maana tumelazimika kuleta miradi hiyo. Kwa hiyo soko ni kubwa na ndio maana unaona nyumba kama hizi kumalizia awamu ya kwanza ya mradi wa Iyumbu tumekuja na hizi nyumba 68 na zimebaki chache. Kwa hiyo soko ni kubwa sana. Ili tuweze kukukabidhi nyumba baada ya kuwa unalipa kidogo kidogo kwa muda uliopewa miezi 6 au mwaka mmoja, unatakiwa uwe umefika 70% au 80% ndio tukukabidhi nyumba. Hapa tulipo Iyumbu, hizi nyumba tunaziita maarufu 68 tunaziuza kwa shilingi milioni 119 plus mpaka 120 plus, kwa sababu utofauti wa ukubwa wa kiwanja ndio unaoleta utofauti wa bei. Katika mradi huu huduma za kijamii zipo. Kwa mfano kuna huduma za lazima, maji, umeme. Nyumba zetu zote ziko connected na maji, umeme na yanapatikana kwa uhakika. Lakini huduma za kijamii tukizungumza, ofisi labda za serikali ziko jirani. Tukizungumzia mashule yako jirani na mradi wetu. Kwa hiyo shughuli za kijamii zipo, zinapatikana. Kwa hivyo wateja wala msio na wasiwasi katika miradi yetu. Kwa mujibu wa NHC, mradi huu umezingatia mahitaji halisi ya wananchi kwa kujenga nyumba zinazokidhi viwango vya kisasa vya makazi. Nyumba hizi zimejengwa kwa kuzingatia ubora, usalama na mazingira rafiki kwa familia. Shirika katika mpango huo nimesema kwamba wa kumaliza uhaba wa nyumba, tumekuwa tukija na majina tofauti tofauti ya miradi, lakini kila mradi unakuwa una nia yake na ni katika kupangilia jinsi gani ya kuona, kujitathmini huu mradi tuliupa jina hii umefikia kiwango gani. Hapa katikati hapa nyuma tulikuja na katika kuenzi uongozi wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, tulitoa jina kwa ajili ya kuenzi hii awamu ambayo inaendelea. Katika ujenzi huu tuliname jina ambalo linaitwa Samia Housing Scheme. Hapa shirika lilikuwa limepanga au linatekeleza ujenzi wa nyumba 5,000 nchi nzima katika mgawanyo ufuatao. Kwa mkoa wa Dar es Salaam kuna 50%. Kwa mkoa wa Dodoma 20%. Naposema 20% ya nyumba zile 5,000 ndugu watangazaji. Na mikoa mingine yote iliyobaki ina 30%. Kwa hivyo utaona kwamba shirika kwenye mkoa wa Dodoma wameupa kipaumbele zaidi, kuna hiyo 20%. Ukitoka 50-20 na mikoa mingine wamepewa 30. Sasa katika hizi awamu zinakwendaje? Kwa mkoa wa Dar es Salaam wenzetu walikwisha anza awamu ya kwanza, walijenga nyumba 562 na zote zimekwisha uzwa. Ziko maeneo ya Kawe. Sasa hivi wako katika fezi awamu ya pili katika baadhi ya maeneo ikiwepo na Kijiji. Lakini kwa sisi hapa Dodoma katika awamu ya kwanza ile 20%, ndugu mtangazaji,
Katika ile 20% sisi awamu yetu ya kwanza ndipo tumepata sasa, kuna nyumba 160 eneo la Medeli, tuna nyumba 300 nje Dengwa na 100 Iyumbu. Ujumla wake wote tumeanza na nyumba 560. Kwa hiyo kwa hapo tu unaweza ukaona zaidi ya 50% tumeenda kuicapture katika awamu ya kwanza katika mpango wetu wa Samia Housing Scheme. Swala la makazi ni kubwa na ni pana kwa kweli. Kwa kweli tuko kwenye uhaba mkubwa. Lakini shirika kama nilivyokuambia, sisi kama real estate developer, utaona ndugu watazamaji kwamba kama tumekuja na nyumba 560 at par, ni kwamba tunajaribu kukata yani ule uhaba kwa kiasi fulani ambacho sisi tutakuwa tumetekeleza. Lakini kumbuka ndugu watazamaji, hili swala ni la kwetu sote. Katika sekta hii ya real estate wapo pia wenzetu private sectors na wenyewe wana eneo lao na wenyewe wanaendelea na. Kwa hiyo nadhani kwa mkoa wa Dodoma, japokuwa uhaba ni mkubwa, lakini watu binafsi na taasisi za serikali tumekuwa mstari wa mbele sana kujitahidi kuongeza ongezeko la nyumba ili kuweza kuendana na huo uhaba ambao unatokea, kwa sababu watu wengi sana wana migrate kuja hapa. Kama tunavyofahamu makao makuu yamekuwa hapa, kwa hiyo watumishi wengi kuanzia wa umma mpaka sekta binafsi ile uhamiaji umekuwa ni mkubwa. Lakini tunajitahidi, ndio kama hivyo unavyoona tulishajenga nyumba 400, tunakuja 560 kwa mkoa huu ndani ya miaka 3, 4, 5. Unaona speed na hatutaishia hapo. Jinsi tunavyoendelea kujenga hizi nyumba zote ziko kwenye soko, na zinapokuelekea kuisha tunakuja tena na mradi mwingine. Kadiri Dodoma inavyozidi kupanuka na kuwa kitovu cha shughuli za kiserikali na kiuchumi, hitaji la makazi ya kisasa linaendelea kuongezeka kwa kasi katika eneo la Iyumbu. Shirika la Nyumba la Taifa NHC limekuja na suluhisho jipya linalobadilisha kabisa taswira makazi ya mjini. Mradi wa Iyumbu ni moja ya miradi ya kimkakati ya NHC inayolenga kuwapatia Watanzania makazi bora yenye ubora wa hali ya juu, lakini pia yanaozingatia uwezo wa wananchi wa kipato cha kati na cha kawaida. Kwa mtu ambaye sio raia wa Tanzania haruhusiwi kununua nyumba za Shirika la Nyumba la Taifa, isipokuwa wale ambao ni diaspora. Wao kwa sababu bado ni Watanzania wanaruhusiwa. Kwa mtu kabisa ambaye si Mtanzania lakini labda ana taasisi au ana kampuni Tanzania, kwa kupitia kampuni yake ambayo imesajiliwa na taasisi zetu za ndani, huyu anaweza akanunua kwa kupitia hiyo kampuni yake. Mbali na mradi huu tulisema phase 1. Phase 1 kama nilivyoeleza una A na B. Hii ni A ni kwamba tulikuwa na nyumba 232, B yake ndio nyumba 68, lakini tulikuja na phase 2 ama almaarufu kwamba ni mradi wa nyumba 1000, ambazo hizi zilikuwa ni nyumba 300, ambazo na zenyewe bei zake zilikuwa zinaanzia kati ya milioni 64 mpaka milioni 104. Nyumba hizi 300 zote tumeshamaliza kuuza, na wateja wote zaidi ya wateja 204 tumeshawakabidhi, na wengine wanaendelea kumalizia malipo yao ili tuendelee kuwakabidhi. NHC imeweka mifumo rafiki inawawezesha wananchi kumiliki nyumba kupitia njia mbalimbali za malipo. Je, mwananchi anawezaje kununua nyumba hizi? Utaratibu wa ununuzi ni kwamba awamu ni sawa, lakini sisi tutakupa kipindi cha miezi 6 hadi miezi 12 baada ya kutanguliza 10% ya bei ya nyumba. Lakini awamu nyingine unaweza kuipata ukipita kwenye mabenki ambayo tunashirikiana nao. Mnunuzi yoyote ama mwananchi yoyote anayetamani kununua nyumba hizi, cha kwanza aujue mradi vizuri, kwa maana atembelee mradi, azione nyumba, na akishakubali kwamba nyumba hii anaweza kununua, tutampatia form atajaza, ambao tutapata maelezo yake, na wakati huo sasa atatakiwa kuja na kitambulisho chake cha NIDA na TIN namba yake, ambapo hivi vitatusaidia kutengeneza control number, then anaanza kulipia. Huku umiliki ni wa mtu mmoja mmoja, kwa sababu hivi viwanja, kila nyumba ipo kwenye kiwanja chake ambacho kimesajiliwa katika ramani za mipango miji. Kwa hiyo tunachokifanya Shirika la Nyumba ni kwamba baada ya mtu kukamilisha malipo kwa 100%, tunamsaidia kufuatilia ile hati yake ya umiliki wa kiwanja hiko,
ingawaji yeye atalipa, lakini sisi ule ufuatiliaji wa kwenda jiji, wa kwenda kwa kamishna, huu tunaufanya sisi. Yeye tutakachokuja kumkabidhi baadaye ni hati yake tu. Kwa hivyo huku anamiliki kiwanja chake yeye kama yeye peke yake, tofauti na ujenzi ambao tunaujenga kwenye magorofa kama ulivyosema Medeli. Kule mtu anapatiwa unit title kwa sababu umiliki wa kiwanja chote ni wa watu wote, kwa maana ya association inayosimamia pale, lakini mmoja mmoja anapewa unit title ya unit yake anayoinunua. Kwa mujibu wa NHC, matengenezo ya msingi ya nyumba yanalindwa na shirika pale nyumba bado ziko kwenye kipindi cha dhamana, huku wananchi na wapangaji wakishirikiana kwa matengenezo madogo. Hii ni njia ya kuhakikisha nyumba zinabaki salama, za kisasa na zenye mazingira rafiki kwa familia. Kwa majina anaitwa Frank Mambo, mbunifu majengo, idara ya matengenezo, mkoa wa Dodoma. Mkoa wa Dodoma una ofisi mojawapo ya shirika la nyumba, ambapo tunasimamia nyumba ambazo zipo hapa Dodoma za shirika la nyumba. Kwa hiyo sisi kama idara ya matengenezo, kazi yetu sisi ni kuhakikisha kwamba nyumba ambazo zinapata changamoto chochote kile, sisi tunazifanyia matengenezo. Kwa hiyo idara yetu katika mkoa wa Dodoma inajitahidi kufanya matengenezo punde pale zinapohitajika. Matengenezo yapo ya aina mbili, kwa maana kwamba matengenezo makubwa na matengenezo ya kawaida, tunaita routine maintenance. Ile kwanza ni major maintenance ambayo ni matengenezo makubwa, na ya pili ni routine maintenance, matengenezo ya kawaida. Tukianza matengenezo makubwa, ni matengenezo ambayo shirika linajiwekea mikakati ya kufanya uboreshaji mkubwa wa kwenye nyumba zake. Aidha kuziboresha kwa maana zimepungua kiwango au zina kasoro, au kuziboresha kwa maana kwamba kuzitengenezea mazingira mapya, kuziuisha. Hayo ni matengenezo makubwa. Kwa hiyo inakuwa kwenye mpango kazi wa shirika, inaandaliwa budget inapita kwenye management na inakuwa inatekelezwa kila mwaka wa shirika. Aina ya pili ni matengenezo ya kawaida, yani routine maintenance. Haya ni matengenezo ambayo yanafanyika kadri pale mteja anapoomba matengenezo. Mteja ataona changamoto, basi atajaza form. Ile form inaletwa pale ofisini, inaletwa kwa idara ya miliki, then inaletwa kwa idara ya matengenezo kuweza kufanyia kazi, ambapo wao idara ya matengenezo wataomba idhini kwa meneja wa mkoa waweze kufanya matengenezo hayo. Mchakato wote utafanyika na matengenezo yatafanyika. Unaruhusiwa kutengeneza nyumba yako vyovyote unavyoweza, lakini ufuate vigezo na masharti ya mipango miji. Kwa mfano, swala la kuweka ukuta lazima upate kibali cha mipango miji, waoneshe labda aina ya ukuta na wakupe standard ambayo inatakiwa katika maeneo haya. Pamoja na miradi mingi inayotekelezwa nchini, je, shirika la nyumba la taifa NHC lina watazamaji wa wananchi wenye kipato cha chini? Mpango upo wa kujenga nyumba za bei kati ya. Kwa hivyo kuna katika shirika kuna taasisi za utafiti za namna ya kujua ni aina gani ya nyumba, material gani tutaweka katika nyumba na bei gani zipangwe. Kwa hiyo mpango wa kuwafikia watu tunaosema labda ni wa kipato cha chini, mpango huo katika shirika upo, na hata wizara pia inasisitiza hilo, kuangalia watu wa kipato cha chini, na sisi tunajielekeza huko kufanya utafiti ili tukija sasa tunakuja na mradi ambao utakidhi kila mmoja. Mafanikio ni makubwa kwa sababu fanikio la kwanza, tumeweza kuendelea kupunguza uhaba wa makazi kwa wananchi wa Dodoma, lakini pia shirika linapata mapato na taifa kwa ujumla. Huku umiliki ni wa mtu mmoja mmoja, kwa sababu hivi viwanja, kila nyumba ipo kwenye kiwanja chake ambacho kimesajiliwa katika ramani za mipango miji. Kwa hiyo tunachokifanya shirika la nyumba ni kwamba baada ya mtu kukamilisha malipo kwa 100%, tunamsaidia kufuatilia ile hati yake ya umiliki wa kiwanja hiko. Ingawaji yeye atalipa, lakini sisi ule ufuatiliaji wa kwenda jiji, wa kwenda kwa kamishna, huu tunaufanya sisi. Yeye tutakachokuja kumkabidhi baadaye ni hati yake tu. Kwa hivyo huku anamiliki kiwanja chake yeye kama yeye peke yake, tofauti na ujenzi ambao tunaujenga kwenye magorofa kama ulivyosema Medeli. Kule mtu anapatiwa unit title kwa sababu umiliki wa kiwanja chote ni wa watu wote, kwa maana ya association inayosimamia pale, lakini mmoja mmoja anapewa unit title ya unit yake anayoinunua.
Ndugu watazamaji, kama nilivyosema, nyumba bado zipo, Shirika la Nyumba la Taifa tunawakaribisha, na namba zetu za simu ni 0755080065 ama 0782588235. Karibuni muda wote, pigeni simu tuwaelekeze kuhusu miradi yetu, na tusiishie tu ya Dodoma. Hata kama kuna mradi wowote Tanzania nzima unatamani kufahamu, we piga namba hizo, tutakupatia majibu. Taarifa zetu zingine unaweza kuzipata kwenye website yetu ambayo ni www.nhc.co.tz, ama unaweza kutupata kwenye Instagram ambayo inajulikana kwa NHC Tanzania. Mtu akikwama, kwanza tunafanya naye mawasiliano. Kwa mfano, muda tukimpa labda ni miezi 6 au ni mwaka mmoja, lazima tuwasiliane naye baada ya muda ule kuisha au unapokaribia, tujue changamoto yake na yeye je, ana uwezo wa kuendelea kulipa au la, na hapo ndo tutafanya maamuzi ya nini tunafanya. Na kama amekwama kabisa, basi kiasi cha pesa alichokilipa tutamrudishia, lakini tutakata 5% ya bei ya nyumba, na kiasi kinachobaki tutamrudishia, ili nyumba sasa tumpatie fursa mnunuzi mwingine. Kuhusiana na huduma za kijamii, tuliona umuhimu wa kuweka shule ambayo hii na yenyewe ilikuwa katika sehemu ya mauzo, na tayari shule imeshafunguliwa na watoto wanaendelea pale, lakini kuna maeneo tumeyatenga kwa ajili ya maduka, na tayari watu wanaendelea kupata huduma za matumizi mbalimbali ya majumbani. Bei kwenye mkakati huo, kwanza shirika limekuwa likijitahidi kufanya mazungumzo na serikali ili angalau ile value added tax iweze kutoka, kwa sababu ni pati ambayo inasababisha miradi mingi unakuta zile bei, gharama za nyumba zinaenda juu. Lakini pia tumekuwa tunafanya jitihada ya kuongea na wadau wenzetu. Kwa mfano, sisi katika eneo la planners mipango, tunapanga miji. Tukiwa na eneo kama kwa Dodoma, nadhani tunaifahamu Yumbu, pale tulifanya mradi nyumba 300 tukaleta na 300 zingine. Pale kipindi hicho huwa tunafanya na wadau mazungumzo ili gharama za miundombinu wenzetu pia nao waweze kuingia. Kwa mfano TANESCO walete pale umeme katika mradi, wenzetu wa DUWASA walete maji, lakini hizi TARURA, mamlaka za barabara na nini, na zenyewe ziingie. Jamani Dodoma, Dodoma.